Mashabiki wangu wa Nuru Digital Media, karibu. Leo tumebahatika kupata mgeni ambaye tutaenda kulichanganua swala zima la ajira, hofu na matumaini baada ya elimu katika masomo yake ya chuoni. Yangu nafahamika kama Mohamed Ismail, mwanafunzi mwaka wa 4 chuo kikuu cha Rongo, nasomea taaluma ya elimu. Kuwa huru kabisa wakati tutapoanza kuulizana maswali yetu upate kuyajibu kwa sawa. Na kwa upande wako Ismail Mohamed, unaonaje nafasi ya ajira baada ya kukamilisha masomo yako ya chuoni? Kiukweli kabisa nina matumaini makubwa sana kuhusu kupata ajira. Najiamini katika taaluma ambayo kwamba nimesomea katika taaluma ya Kiswahili na historia, na najiamini kama bundi gizani taaluma hii ama masomo haya ambayo kwamba nimeyasomea yatanipea ajira mbeleni, kwa sababu niko na vitu ambavyo kwamba kuna vitu ambavyo kwamba nimejihusisha katika ile taaluma kwa undani, nikiamini kwamba vile ni zile yale masomo na ule ujuzi ambao kwamba nimejifunza kupitia kwa wahadhiri wangu, nikifika kwa soko la ajira nina matumaini makubwa sana nitakuwa nimekufaulu na nitakuwa nimepata ajira kwa haraka. Na kabla kuendelea na swali la pili, ningependa kuuliza swali kupitia majibu yako ambayo umetujibu. Umesema kwamba kupitia taaluma yako ambayo umesomea hapa chuoni kuna vitu ambavyo umefanya katika ndani ya hiyo kozi yako ama hiyo taaluma yako. Unaweza kutuambia kidogo ni vitu gani vingine ambavyo vinaweza kufika kupatia soko kule wakati unatafuta ajira? Na vitu kama hivyo nimejihusisha sana na mambo ya shirika katika makongamano ya lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo nikifika kwenye soko la ajira nitaambia mwenye kumwajiri wangu nimeshiriki katika makongamano kadhaa ya Kiswahili na nimekuwa mchango mkubwa sana katika kukuza lugha ya Kiswahili. Kazi zangu zimeonekana katika vyombo vya habari. Nimewahi kuitwa sio tu hapa Nuru Digital Media, lakini nimeweza kuitwa sehemu zingine kuelezea watu na ule umahiri na ubunifu wangu wa kueleza ule uzoefu wa kufanya kazi. Pande mwingine bila shaka huwa mtu anayetafuta kazi anakuwa na hofu, wasiwasi na matumaini ya kupata ile kazi. Je, wewe kiupande huo una hofu gani ama wasiwasi gani ama matumaini gani katika harakati za kutafuta ajira? Kuwa na hofu nayo ni kawaida. Hofu yangu mimi kubwa yaja hapa kuwa katika taaluma ambayo kwamba nasomea iko na nimechukuliwa na watu wengi sana, vyuo mbalimbali wanasomea taaluma ya Kiswahili na historia. Utakuta wanafunzi ambao kwamba wanasomea taaluma hii ni wengi zaidi. Kwa hivyo wasiwasi wangu waja pale tukienda katika kutafuta ajira, hii idadi ambayo kwamba iko huenda inanitia wasiwasi, sababu watu wengi wanakimbilia hii taaluma kwamba nimesomea. Kwa hivyo kuna wasiwasi wangu mkubwa sana. Matumaini yangu ni kwamba niko na uzoefu wa kipekee ambao kwamba utanifanya nipate ajira haraka kuliko wenzangu. Licha ya kuwa kuna changamoto kama taaluma niliyochukulia chuoni iko na watu wengi zaidi. Yetu endapo umeenda katika tuseme mahojiano ya kutafuta ajira halafu upate umeshindwa. Je, ni mbinu gani zingine ambazo utafanya ili kukidhi familia yako na mahitaji yako kwa jumla? Nitajihusisha na shughuli kama vile shughuli za ufugaji pale nyumbani, ukulima mdogo, tapanda mboga pale ili niweze kuuza mwenyewe, ama naweza kupika hata mahamri ndio nazungusha tu mwenyewe ili nipate kitu kidogo cha kujisaidia kimaisha. Na asante sana mashabiki wangu, hii imekuwa siku ya kipekee ambao tumepata mgeni wetu kituoni ambaye ameweza kutuchanganulia swala la kuhusu upataji wa ajira ama baada ya wanafunzi wanavyohitimu chuoni. Ningependa kuwashukuru sana mliotutazama. Asanteni sana, tupatane wakati mwingine endapo tutampata tena mgeni huyu katika kuchana mbuga kwake kutafuta ajira, ili tuone je katika matumaini yake ama hofu zake je zilitimia ama hazikutimia. Nitamke mahali pema kinywani, ni hifadhi mahali pema moyoni, nite Omar Ndaro nitaridika.